Kwa hivyo leo hii mchana mwezi 8 mahujaji wameondoka pale Makka mjini pale wote. Mahujaji wote wameondoka pale Makka mjini, waliokuwa kwenye mahoteli, waliokuwa kwenye majumba yao, waliokuwa wapi, wameondoka pale. Wameelekea wapi? Wameelekea Mina. Wameenda Mina, Mash'ar al-Haram. Kwa hivyo Mina huko watasali, yani wameswali ya dhuhuri na alasiri, magharibi na isha. Huko wanaswali kwa kupunguza rakaa. Dhuhuri rakaa 2, alasiri rakaa 2, magharibi rakaa 3. Magharibi huwa haipunguzwi hilo lazima ulielewe Muislamu kwamba magharibi haipunguzwi, usije ukaswali 2. Isha rakaa 2, na kila swala kwa wakati wake. Kila swala kwa wakati wake, kwa maana bila kuunga, bila kufanyaje, bila kuunganisha, bali inapunguzwa. Na hivyo ndivyo alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku alizobaki pale Mina. Kwa hivyo leo watalala hapo Mina kwenye mahema. Miaka hiyo yalikuwa ni mahema ambayo hayajawekwa kistandardi. Ilikuwa ni mahema tu ya kutupia, kama hema alilojengewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa ni hema tu la temporary la kujengewa kwa muda, sababu aliamrisha kwamba nijengeni hema sehemu fulani. Akajengewa hema la muda. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipofika muda akashuka kule, akawa amewahutubia Waislamu mahala hapo, akiwa katika hiyo hema. Sasa hivi sasa baada ya miaka kwenda na Allah akajalia uchumi daula ya Saudi Arabia, Allah akajalia viongozi wakawa ni wenye kujaddid na kuboresha zile sehemu al-muqaddasa. Mamlakatul Arabia as-Saudia harasaha Allah tabaraka wa taala. Viongozi wafalme walillahi alhamdu wanafanya juhudi kubwa sana ya khidma. Khadimul haramaini ash-sharifaini ambaye hivi sasa ni al-Malik Salman, na msaidizi wake ambaye ni mwanae waliyu ahdihi Muhammad ibn Salmani. Allah awahifadhi na awalinde na kila shari ya viumbe wabaya. Kwa hivyo kwa sasa alhamdulillah Mina imejengeka. Mina imejengeka, ni mahema, lakini ni mahema yamejengwa kistudio, yani yamejengwa kistandardi, kisasa zaidi, yani kullu shay, kila kitu kinapatikana humo. Takyif, mikayafati, maisi haya, na ukiwa ndani unahisi kama vile uko kwenye kasru. Lillahi alhamd, khairi kubwa sana. Kwa yote wanafanya kuandalia wageni wa Allah tabaraka wa taala wanapokuwa katika maeneo yale ya Mina, waishi katika hali iliyokuwa mzuri. Kwa hakika ndivyo inavyotakiwa katika kuboresha na kutengeneza sehemu ambazo zinatekelezwa ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, panapokuwa na wasaa wa kufanya hivyo. Kwa hivyo leo watalala hapo Mina, na kesho biidhnillah baada ya sala ya alfajiri watajiandaa. Baada ya kunywa chai watatawanyika na kuchukuliwa na mabasi, wanaokwenda na mabasi kutoka Mina kwenda Arafa, kutoka Mina kwenda Arafa. Kwa watafika huko Arafa
ima saa 2, saa 3, saa 4, nategemea na usafiri ambao watu wanakuwa wanatumia. Lakini kwa sasa karibu wote mahujaji wote wanachukuliwa na mabasi na wanakwenda kwa mpangilio maalum, sio ashwaia kwamba unaweza ukaenda tu, ni kwa mpangilio maalum kwa ajili ya kulinda afya na uhai wa mahujaji. Vinginevyo wakisema kwamba kila mmoja aende kivyake, basi itatokea vurugu. Kwa asubuhi inshallah wataenda Arafa, na watakapokuwa wamefika Arafa watashinda hapo Arafa. Watakuwa ibada watakazozifanya Arafa ni adhkari, tasbihi, tahlili, takbiri, kadhalika tilawatul Qur'an al-Karim, kusoma Qur'ani, kadhalika ad-du'a, kukithirisha dua. Kama tulivyoona darasa iliyopita, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairu du'ai du'au yaumi Arafa, kwamba dua iliyokuwa bora kuliko dua zote ni dua ya siku ya Arafa. Kwa kesho biidhnillah ni siku ambayo mahujaji wanajipinda sana katika dua, Mala safi shadidi wa masikitiko makubwa, utakuta baadhi wengine anaomba kidogo alafu anakuambia anaenda kule. Anaenda wapi? Anakuambia kuna mlima ule Mtume alipanda pale. Nani kakwambia shekhi Mtume alipanda pale? Ni Jabal Rahma ile. Kuna jabali moja huwa mnaona mahujaji wengi wamepigwa picha, vinaonekana vyeupe tu, watu si watu, wale ni watu wale. Sawa? Zile ihram, wamevaa ihram, wako juu kileleni. Wengine wanaenda kwa ajili ya kujipiga picha tu, na kwenda anajipiga picha. Yuko wapi? Jabal Rahma. Ya ni faida. Siku ya Arafa shekhi unashughulika na kujipiga selfie, shughulika na dua shekhi. Mtu anajishughulisha kupiga picha, anawatumia ndugu zake Tanzania, ona huko, tuko Arafa hapa. Mafi faida. Bali ni siku ambayo Muislamu anatakiwa kujikita katika kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wataswali hapo adhuhuri na alasiri jam'an taqdiman, kwa kukusanya na kwa kutanguliza, kwa maana wataswali adhuhuri na alasiri wakati wa adhuhuri rakaa 2 kisha baada ya kumaliza swala watu watahutubiwa, mahujaji watahutubiwa. Kuna hutuba ambayo inatolewa ya kitaifa ambayo inakuwa imeandaliwa na serikali ya Saudi Arabia, na khatibu ambaye atahutubu kesho inshallah atakuwa ni Sheikh Ali Al-Hudhaifi hafidhahu Allah ta'ala, imam mkuu wa Masjidi An-Nabawi. Ali Al-Hudhaifi maarufu, Sheikh Hudhaifi tunafahamu bila shaka, mnasikiliza kisomo chake na sauti yake iliyokuwa nzito. Allah muhifadhi mzee wetu na shekhe wetu. Kwa hivyo kesho ndo amepangiwa kuwa ni khatibu wa kitaifa pale Masjidi Namira, msikiti ulioko pale Arafa. Kwa ile ni hutuba ya kitaifa, na kule wanakuwepo mahujaji wa kadha na wakazi na wengineo ambao wanakuwa nakaa maeneo ya kule wanahudhuria kuswali hutuba hiyo, walillahi alhamdu. Lakini hasa sana wanakuwa ni mahujaji, lakini mahujaji waliokuwa wengi wanakuwa bondeni kule kwenye bonde lile Arafa. Msikiti uko kwa juu, mahujaji wengi wanakuwa bondeni kule. Kwa huko bondeni kwenye mahema ya Arafa ndo watu wanahutubiwa humo, kila taasisi na kundi lake na hutuba yake tayari, sababu kila taasisi inakuwa kwenye hema lake, bali kuna baadhi ya taasisi zinakuwa ni ndogo, kwa maana watu wake ni wachache, zinachanganywa na taasisi
zingine kwenye hema moja kubwa. Kwa hiyo watakuja mashekhe au shekhe atawahutubia hutuba, yani hutuba tu, mawaidha. Ni mawaidha, sio hutuba kama hutubatul Jumaa, baada ya hapo atakaa chini atanyanyuka tena, la. Yani ni hutuba kama mawaidha, kuwaelezea Waislamu historia ya Arafa, kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa pale alifanya nini, kuwahimiza nini wafanye siku hiyo. Sisi tunaelewana. Haya tunayohimizana ndio mahujaji wanahimizwa katika hutuba ya Arafa, kuhimizwa kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa dua na adhkari kwa wingi. Wao hawatofunga, watakuwa wakiendelea na ibada, kadhalika na kula na kunywa. Hutuba, baada ya kumalizika hutuba, na inategemea, utakuta hawa washamaliza, hawa hawajamaliza hutuba, sawa, wengine wanaendelea na ibada zingine. Baada ya hapo watu wanasubiri ile ikishafika alasiri, muda ule wa alasiri ndio muda wa kujikita sana katika dua, ndio muda wa kujikita sana katika dua na kunyanyua mikono kumwomba Allah tabaraka wa taala. Anayenyanyua mikono na asiyenyanyua mikono yote sawa, ni mtu mwenyewe katika kumwomba Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hakuna shida katika kunyanyua mikono wakati wa muomba Allah subhanahu wa taala, isipokuwa zile sehemu ambazo haikuja amri katika hilo wala haijathibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maulama wameeleza kama vile baada ya swala za fardhi haikuthibiti kunyanyua mikono wakati wa kuomba, isipokuwa baada ya swala za sunna la basa kuomba wa kuinua mikono, na nje ya hapo la basa. Kadhalika kama hivyo siku ya Arafa la basa kunyanyua mikono wakati wa muomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuendelea kumuomba Allah tabaraka wa taala mpaka jua linazama, jua likizama hawatoswali pale magharibi, watatoka pale Arafa, yani kesho hiyo jioni, baada ya kuzama jua watatoka hapo, watachukuliwa na mabasi, wataelekea Muzdalifa, ambayo hii ni sehemu nyingine katika mahala takatifu. Tumetoka Mina tumeingia Arafa, si ndio? Sasa jioni tunatoka Arafa tunaenda Muzdalifa, sehemu ya ngapi? Ya 3. Hizi ni mashairi al-haram au mashairi al-muqaddasa. Kwa hivyo watakwenda Muzdalifa, watalala hapo. Mina, Arafa kuna mahema na kuna mazulia. Mkiingia ndani ya hema unakuta zulia safi kabisa, mito saa zingine inategemea na hema lenu mliopangiwa limechangamka kiasi gani. Muzdalifa hakuna vitu hivyo, na watu huwa wanawahimiza wengine, na wengine huwa wanajisahau kuwafahamisha mahujaji kwamba Muzdalifa hakuna hema, hakuna mswala, hakuna zulia, ni changarawe tu. Haijalishi kwamba hapa atakaa mfalme, atakaa nani, wote hapa ni changarawe, isipokuwa kama mtu mwenyewe akakumbuka alikotoka, akabeba kijimswala chake atakachokalia pale, la basi, hakuna shida. Na wapo ambao wanabeba, wanaokumbuka, wengine wanasahau. Akishafika kule anafikia kwenye kokoto na changarawe, unaambiwa hapa ndio tushafika Muzdalifa. Tunalala wapi? Tunalala hapa. Kwa hiyo kishafika hapo, changanyikeni, wanawake wao wanaume. Kuna wengine wanakuwa hawana stara kama wenzetu, unakuta changanyikeni, lakini hakuna haja ya changanyikeni. Wanawake wanaweza wakajibanza sehemu yao na wanaume wakajibanza sehemu yao, lakini baadhi ya wengine utakuta changanyikeni tu, piga story na kadha, mushkila. Kwa akifika pale Muzdalifa wataswali pale swala ya magharibi na isha jam'an ta'khiran,
kwa kuchelewesha, kwa maana wataenda kuiswali magharibi wakati wa Isha wakifika Muzdalifa. Kwa wakisha swali magharibi na Isha, hapo tena hakuna mawaiza, ni kulala. Watu wamechoka hapo, ni kulala. Lakini ndio hivyo, wengine walali wanaendelea na adhkari, na bora wale wanaoendelea na adhkari kuliko wale wanaoendelea na vijiwe na kadha. Watalala hapo mpaka alfajiri, wataswala alfajiri. Baada ya hapo washaingia siku ya 10 ambayo ni siku ya hajj, yaumul hajj al-akbar. Ndio watatoka wanaenda Mina kwa ajili ya kutupia vijiwe. Wao wakishamaliza kutupia vijiwe, wako wanaorudi kwenye mahema ya Mina kupumzika kule kwa mwanzo kule ambako ndo wameingia leo. Sawa? Kule wanabaki kule, au wengine wataenda kumaliza tawafu na sa'i ili wavue ihramu, wavae makanzu yao. Umeelewa hapo? Nimeelezea historia ya mzunguko wa haji ili kidogo mpate picha, hata huenda mwakani ukawa ni katika watu ambao wataitika wito wa Allah tabaraka wa taala, ukawa ushaupata ufafanuzi huu insha Allah taala. Yaumu tarwiya ndio siku ambayo mahujaji wanatia nia ya haji, labbaik allahumma hajjan. Maana yake kuanzia leo mahujaji wote wamejiharamishia baadhi ya mambo. Ni haramu kwa wao kunyoa, kupunguza, kama tulivyoeleza ni haramu mpaka watakapomaliza haji, yani mpaka atakapofanya tawafu akafanya sa'i ndio ataenda kunyoa na kupunguza. Tumeelewana hapo? Naam. Kwa hivyo siku za haji ndio zimeanza leo mwezi 8, yani ambaye ndio imepita na mwezi 9 ambaye ndio siku ya Arafa, na mwezi 10 ambaye ndio siku ya Hija Kuu tayari. Halafu zinafuata siku 3 baada yake, ayamu tashriq. Hizi zote bado ni ayamu al-hajj, ni siku za kufanya manasiki al-hajj. Kwa hiyo mwezi 10, 11, 12 na 13, siku ngapi hizo? Mwezi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 6 au 7, 6. Ahsan. Hizi ndio siku ambazo yani ibada manasiki al-hajj ndio zinafanywa ndani yake. Ukiulizwa kwamba haji inaanza yani haji, matendo ya haji yenyewe, tumesomewa aya al-hajju ashhurun ma'lumat, kwamba hija ina miezi maalum, yani ibada inayohilimiwa ndani ya miezi maalum. Lakini sio kwamba zile ibada za haji zenyewe zinafanywa katika miezi yote hiyo, la, ndani ya siku 6 tu, ndani ya siku 6 nakuwa watu inakuwa imefanyaje, imemalizika. Bali mwingine anaweza kamaliza ndani ya siku 5 kwa yule ambaye atakayekuwa na haraka. Faman taajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man taakhara fala ithma alayhi. Tayari. Kwa hiyo kuna wengine wanamaliza ndani ya siku 5, wengine 6. Tayari manasiki al-hajj ndo zinafanywa katika masiku hayo. Nadhani tumeelewana japo kidogo. Wallahu a'lam.